zitakuwa bayana siri. Subhanahu wa ta'ala min asbab al-falah wal-najat wal-fawz fi ad-dar. Uislamu baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala, lakini vile vile ya kumtakia rehema na amani kipenzi chetu mtukufu wa daraja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ninakuhusieni pia vile vile nakuhusia nafsi yangu katika swala zima adhimu na muhimu, swala la kumcha Allah tabaraka wa taala, swala la kumtii Allah tabaraka wa taala, swala la kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Kwa nini tuweze kupata mafanikio hapa duniani, kaburini na kesho akhera? Ni muhimu sana tukamcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Maudhui na anwani ya hotuba yetu ya leo ni kama ifuatavyo: kwamba kumcha Mwenyezi Mungu ndiyo sababu ya mafanikio yetu katika maisha yetu duniani hapa na kesho akhera. Kama hatutakuwa wacha Mungu, umefeli wewe, hutakuwa na mafanikio yoyote katika dunia yako na leo bila kumcha Mungu. Lakini pia vile vile mara kwa akhirati bila sahihi, kuna jambo unafungwa hela kutokana na sababu ya kutokuwa wacha Mungu. Suila al-Imam Ali radhiyallahu anhu wa radiyallahu anhu, al-Imam Ali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala auyera aliulizwa nini matakwa cha Mungu ni nini? Fakala huwa al-khawfu min al-jalil. Akasema tafsiri na translation ya neno cha Mungu, wal-khawfu min al-jalil, kwanza yatakiwa wewe muogope Mwenyezi Mungu, kufanya lile ambalo unaona kabisa ili Mungu na Mtume Muhammad hawalipingwi tena. Uhakikishe unaanza kutenda yale yote ambayo Mwenyezi Mungu anakataza. Huwa unafanya kumwogopa Mwenyezi Mungu. Ukifanya hivyo, fa'anta muhsinun fa'anta muttaqin, wewe utakuwa mwema, wewe utakuwa umefanya wema, utakuwa wewe ni mcha Mungu. Al-khawfu min al-jalil, na kuogopa Mwenyezi Mungu fi sirri wal alani, katika siri na dhahiri. Kufanya dhulma, mwogope Mungu kula rushwa, mwogope Mungu kula riba, mwogope Mungu kuzini, mwogope Mungu kumdhulumu ndugu yako, binadamu wenzio, mwogope Mungu. Mwogope Mungu kuiba, mwogope Mungu fi sirri, katika siri na dhahiri. Ukijiona unaweza kulifanya jambo peke yako, basi jua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakuona, anakutazama. Mwogope Mungu katika kuzushi jambo baya, mwogope Mungu katika kumfitinisha.
imani wa maana maana ya uchamungu, akasema alkhawfu min aljalil, kuogopa Mwenyezi Mungu, walqanaatu bilqalil, na kutosheka na kile kidogo alichokupa Mungu, ndio riziki yako hiyo. Nabii Muhammad, Mwenyezi Mungu alimwambia wala tamnun tastakthir wa rabbika fasbir, wasikae kwa hicho kidogo ulichopewa ukawa unasubiri kupewa kingi zaidi. Tumia hicho kidogo, walqanaatu billah, ucha Mungu, walistajabu liyawmil, lakini fanya maandalizi pia na binadamu kutoka katika mgongo wa ardhi. Sote tutakufa, sote hapa duniani ni mahala tunapita. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihusia Ibn Umar, akamwambia kun fi dunya kaannaka gharib au abir sabil, ishi katika dunia kana kwamba wewe mgeni. Mgeni anapokuwa mahala ana siku zake anajawa maalum, na siku zile sadika kwa mujibu wa ratiba zake mahala hapo leo, lakini anaamini kwamba iko siku ataondoka kurudi nyumbani kwake. Duniani sio kwetu. Akamwambia Mtume Muhammad kumwambia sahaba Ibn Umar, kun fi dunya kaannaka gharibun au abir sabil, akamwambia idha asbahta, ukipambazukiwa asubuhi fala takabiri masaa, usisubiri kwamba jioni itakukuta. Ikikuta Mungu akapenda. Wa idha amsayta fala takabiri sababu, na ukichelewa na usisubiri asubuhi kuje. Wakuje sehemu hadi katika chukua sehemu ya afya yako kwamba unataka kutokuwa wewe, wakina hayati katika ukika, na chukua sehemu katika uhai uliokuwa nao. Ipo siku, muda, saa, dakika kutondoka katika mgongo huu, kwa sababu hapa duniani tunapenda kuzabu. Lazima tumche Allah tabaraka wa taala, waliziadabu miongoni kujiandaa mtu na siku ambayo atafungasha milango yake, kama vile wewe mpangaji kwenye nyumba kakupanoti unatakiwa kupanga. Lazima uhakikishe makusanya zilizopata ili uweze kuondoka, utafute mahala ambapo sasa unaweza kufanya kazi au umeshapata lengo lako. Walislamu yamewahi wala bitazim, lakini pia katika takwa kufanyia kazi kitabu cha Mwenyezi Mungu, Qur'an, ambayo imeshushwa kwa mtume wetu Nabii Muhammad kupitia Jibril alayhi salamu. Hii ndio maana hadithi ya uchamungu ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu akaeleza kuucha Mungu, lakini akaeleza mbele ya uchamungu mafanikio. Ili ufanye nini upate kufanikiwa na kufaulu? Basi kwanza, tiba ya kwanza kwa uchamungu. Fanikio duniani kwa uchamungu, katika shughuli zako, mambo yako ya kijamii kwa uchamungu. Familia yako iweze kuishi salama kwa radhi za Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad, na iondokane na nakama, misukosuko, magomvi, chuki za wanafamilia. Familia hiyo lazima itengenezwe katika uchamungu. Nchi yako, taifa, ili iweze kuwa taifa salama lisilokuwa na laana. Kuna mataifa mengine kwa tunaraja kueleza
Lakini taifa lolote lililofanikiwa ni taifa ambalo watu wake ni wacha Mungu na wenye kutenda matendo yaliyokuwa mema. Innama al-umam al-akhlaq ma baqiyat fa innahum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Haya maneno anasema Msemaji, innama al-umam, hakika mataifa mengi yamefanikiwa, al-akhlaq ma baqiyat, ndio yapo katika tabia njema, yapo katika kuheshimu viongozi wao, yapo katika kuwajali raia wa chini wenye hali duni, maskini, mafakiri, wajane, yatima. Innama al-umam al-akhlaq ma baqiyat. Taifa litaendelea kuwa ni taifa madhubuti, taifa lenye kupendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni taifa lenye uchamungu, taifa lenye adabu, lenye kuheshimu viongozi wake na linasikiliza watu wake, lakini taifa lenye kuwajali watu wenye haki. Taifa litaendelea hili kuwa ni taifa bora. Fahimu dhahabat akhlaquhum, endapo watu wa taifa hili wanapoteza haki yao ya kutoheshimu viongozi wao, kutowajali wale watawafaa wanyonge katika wao, taifa hili halina jambo, halina jambo. Hatuna haja ya uzalumi ya kuishi na machukivu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Ni lazima tumche Allah Tabaraka wa Taala, na Mwenyezi Mungu ametuletea imani katika wale ambao hawana uchamungu. Mwenyezi Mungu katuletea makemeo katika wale wasiokuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Yosema Mwenyezi Mungu katika sura Al-Ahzab aya ya 70, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, enyi ninyi mliomwamini Allah, mcheni Mwenyezi Mungu, wa qulu qawlan sadida. Ukitaka kumcha Mwenyezi Mungu kweli, semeni kweli, usitoke ila hadakum, semeni kweli na kuwa katika mazungumzo yenu, tekelezeni ahadi zenu kwa kusema kweli. Wakulu qawlan sadida, semeni maneno yaliyonyooka. Yuslih lakum a'malakum, ukiwa kweli na msimamo ya kweli, Mwenyezi Mungu atakutengenezea amali zenu. Wayaghfir lakum dhunubakum, na Mwenyezi Mungu itakuwa ni sababu ya uchamungu wako kwa kweli, kusema kweli, Mwenyezi Mungu atakusamehe madhambi yako. Waman yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima, na yeyote ambaye mwenye kumtii Mwenyezi Mungu akatekeleza amri zake Mwenyezi Mungu yale aliyotaka na aache yote Mwenyezi Mungu anayokataza, huyo mtu Mwenyezi Mungu anasema faqad faza, mtu huyo amefuzu fawzan adhima, tena kufuzu kulokuwa kwa hali ya juu, kwa hali ya juu, kufuzu kubwa. Tukitaka mafanikio yetu duniani, kaburini na kesho akhera, ndugu zangu, hakuna dawa wala tiba mbadala isipokuwa ni kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu. Mwenyezi Mungu atunadi kwa sifa ya imani, kuonyesha umuhimu wa uchamungu, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, lakini katunadi kwa sifa ya binadamu. Aliposema ya ayyuhannas taqu rabbakum, enyi binadamu, ya ayyuhannas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Enyi binadamu, mcheni Mwenyezi Mungu. Sababu ya kumcha Mwenyezi Mungu, mjue kilichopo anakilosi ni nini. Inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim, hakika msukosuko wa kiyama ni kitu kikubwa, ni jambo kubwa. Msukosuko wa kiyama ni jambo kubwa. Tudhiru kullu mudhi'atin amma al-ba'th,
siku ambayo watailiona alieleza wazama msaada wakati atakimbia. Sio watawao kullu dhati hamli hamlaha, na kila mjamzito aliyekuwa na mimba kwa hiyo misukosuko ya kiyama atajifungua pasi na siku kufika muda wa kujifungua. Watawao kullu dhati hamli hamlaha, kila mjamzito atajifungua bila hiari, bila daktari, bila watakoa huo msukosuko wa siku ya kiyama. Lakini kwa zaidi watanasa furaha. Utaona watu wote kama wameelewa, mtu alielewa tunafahamu hadi zake. Watanasa sukara wa mahum sukara, lakini hawakuelewa, walakini adhabu Allah shadid. Lakini kinachowafanya waonekane kama wameelewa, adhabu ya Mwenyezi Mungu kubwa sana. Adhabu ya Mwenyezi Mungu hatuwezi kuibi. Kwa hivyo ni vyema tukamcha Allah na tukatenda yale yote mema ambayo tunatakiwa kutenda kama binadamu, kumtendea Allah, lakini kutendeana sisi kwa sisi. Ndani ya Qur'an aya za kumcha Allah nyingi sana zinazotuhimiza mimi na wewe na wengine tukae katika foleni ya ucha Mungu. Ya ayyuhan-nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, enyi binadamu mcheni Mola wenu. Vigezo vya kumcha Mola, Mwenyezi Mungu huyo Mola anakukumbusha ili upate kumcha. Sababu za kumcha kwa nini? Alladhi khalaqakum, Mwenyezi Mungu ambaye amekuumba nyinyi min nafsin wahida, kukutoeni katika nafsi moja ya Abul Bashar, baba wa binadamu, Nabiyuna Adam alayhi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, nafsi ile akaiumbia mwenziwe mkewe mama Hawa. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, lakini akatoa kupitia baba Adam, baba yetu Adam na mama Hawa wanaume wengi na wanawake wengi. Hivi kwa hili alikufanya wewe ukawa mcha Mungu? Umejileta wewe. Wattaqullah, Mwenyezi Mungu anarejea kwa mcheni Mwenyezi Mungu alladhi ambaye tasaaluna wa tasaaluna bihi wal arham, tasaaluna bihi wal arham, mcheni Mwenyezi Mungu ambaye kwake kutangulizwa ndugu wewe kushirika. Wattaqullah alladhi tasaaluna bihi wal arham, mcheni Mwenyezi Mungu ambaye kutangulizwa kwake namna mlivyoishi ndugu wenu mmekuja hapa. Tuna kila aina ya sababu ya kumcha Mwenyezi Mungu. Nabii Muhammad aliulizwa aktharu ma yudkhilu nasa aljanna, jambo kubwa zaidi ambalo litaweza kumpeleka mtu peponi, itakuwa ni sababu na tiketi yake ya kuelekea peponi na kustarehe mutmainna fiha. Akajibu unakuwa miongoni mwa sababu ambazo zitampeleka mtu katika pepo akaishi kwa raha ustarehe, taqwallah wa husnul khuluq, ni kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kutenda matendo yaliyokuwa mema, tabia njema. Wasuila na akaulizwa Nabii Muhammad aktharu ma yudkhilu an-nasa fi nar, jambo gani zaidi itakayowapeleka watu motoni? Mtume alisema al-fadl wal-farj, mdomo huu aliyekuwa muadhi na kumsaidia Mtume Muhammad, kufu alaika hadha binti mdomo. Ulimi umetoka kichwa kijiti. Ulimi unaweza ukaagawa homa,
Ulimi unaweza kusababisha amani ya taifa, amani ya familia na hata kwa ikavunjika. Ulimi unaweza kusababisha umwagaji wa damu. Alfahamu mdomo ambao kuna kitu kinaitwa ulimi. Akasema kwa mfano na tupu zinaa. Hili ndio jambo ambalo linaweza likampa mtu tiketi ya kwenda motoni kwa moja. Mwenyezi Mungu atumzuru na atusifu. Tumche Mungu. Tumche Mungu kama alivyotudhihiri Nabii Muhammad aliposema ittaqillaha ayyuha an-nas. Mche Allah Mwenyezi Mungu popote utakapokuwa. Ukiwa katika kazi yako, fanya kazi yako kwa kumcha Mungu. Ukiwa ofisini kwako, fanya kazi zako kwa kumwogopa Mungu. Ukiwa katika nafasi yako, fanya ile nafasi yako unayokuwa nayo na kumtukuza Allah. Ukiwa katika biashara zako na hata nyumbani kwako, mche Mwenyezi Mungu ili tupate kufanikiwa hapa duniani kabla ya kesho, na tupate tiketi ya kutupeleka sisi peponi. Ittaqillaha ayyuha an-nas. Mche Allah popote utakapokuwa na wakati wowote, muda wowote, waachie sahihi hata nafuatisha lile baya. Kama kuna baya ulilotenda kulifute basi tena sasa wema, ili lile baya lifute kule wema. Wafariki nasa bifuriki hasana. Tangamana na ishi na watu, waongoze watu. Wewe unaongozwa, wape, fanya biashara na wenzio, funga mikataba, tibia. Wewe advocate, jaji, hukumu. Wafariki nasa bifuriki hasana. Ishi na watu, tangamana na watu kwa tabia njema. Tabia njema ndio itakupa kibali cha kwenda kuonana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pale Mwenyezi Mungu atakapozihukumia nafsi ya ayyatuha nafsul mutmainna. Ewe nafsi uliyotulizana, umemcha Allah, umefanya mambo yako kwa uadilifu, ya ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbik. Rejea sasa kwa Mola wako. Umeshaondoka duniani, unarejea kwa Mola wako na atakuambia. Hali ya kuondoka kuelekea safari yako ya kuondoka na leo, sababu wanaelezea mazuri tena marudia ni wewe kukimbia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Mungu hawezi kuwa na sisi kama sisi hatutendi yale kwa ili tuweze kuingiwa na Mwenyezi Mungu na tupokelewe katika mikono iliyo salama. Ni lazima tumche Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Qulu jami'an.